Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Naomba nitoe nasaha zangu, nasaha za kawaida kwenda sehemu mbili. Sehemu moja nitaitaja peke yake na sehemu ya pili itagawanyika katika sehemu tatu. Nasaha zangu za kwanza ni kwa wale waliopewa mamlaka miongoni mwetu. Allah subhanahu wa ta'ala akawapa nguvu ya kusimamia mambo yetu kwa namna yoyote ambayo ujumbe huu utawafikia. Ni muhimu wakafahamu kwamba mamlaka waliopewa ni dhamana wanayotakiwa kuichunga, dhamana ambayo wataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni muhimu tukawanasihi kama tunavyofanya kwa ujumla, kuwa na uadilifu katika sehemu yoyote uliopewa katika nafasi, kuwaonea watu huruma. Watu wengi humu katika hii nchi yetu na maeneo yetu wanahitaji kuonewa huruma zaidi, kwa sababu ya namna vile walivyo. Wanahitaji kusaidiwa kifikra, kiakili, kimawazo, kielimu, katika kila hali. Na sisi ambako tuko chini ya watu huku tunaona hitajio hilo la watu. Watu wengi uwezo wao ni mdogo wa kutafakari mambo, wa kuendesha mambo inavyotakiwa. Wanahitaji zaidi kuonewa huruma hawa na kuonewa upole kuliko vinginevyo. Kadhalika wale waliopewa mamlaka wasikilize ushauri mzuri unaotoka. Na hii ndiyo sifa aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali ndivyo Allah alivyomtangaza mtume kwamba yuko hivi, na akamwambia kwa kuwa hivi mtume amefanikiwa. Katika suratu Ali Imran Allah anasema, fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Kwa sababu ya rahma kutoka kwa Mola wako, wewe Muhammad umekuwa laini kwao hao maswahaba zako. Ungelikuwa wewe ni mkali, mwenye moyo mgumu, ungekukimbia hao. Fa'fu anhum, basi wasamehe. Wastaghfir lahum, na waombee msamaha, waombee maghfira. Washawirhum fil amr, na shauriana nao katika mambo. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, unapoazimia kufanya jambo shashauriana nao mkakata shauri, basi mtegemee Allah. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Hii ndiyo sifa ambayo Allah anampa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mtume katika hadithi akasema, Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayhi wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bih. Ewe Allah, yeyote atakayesimamia jambo la umma wangu akapewa nafasi akawafanyia uzito, wewe nawe mtilie uzito. Na yeyote atakayesimamia jambo la umma wangu akawafanyia upole, Allah mfanyie upole katika mambo. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu la kulizingatia na kuliangalia. Kwa wale waliopewa nafasi miongoni mwetu, wawe na huruma, wafanye uadilifu, wajitahidi kuwashauri watu, wayaendeshe mambo kwa upole na utaratibu. Hivi ndivyo sifa ya kiongozi aliye bora kwa mujibu wa Qur'an. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na maneno yameungwa mkono na wanawavyuoni wengine, kwamba inna Allaha yuqimu ad-dawlata al-adila wa in kanat kafira. Allah anaisimamisha dola inayofanya uadilifu hata ikiwa daula hiyo ni ya kikafiri. Na Allah haisimamishi dola inayofanya dhulma hata ikiwa ni ya Waislamu. Akasema dunia inasimama pamoja na uadilifu, lakini haisimami pamoja na dhulma hata kama pana Uislamu ndani yake. Hili ni jambo la kwanza, nasaha yangu kwa upande huo. Nasaha za pili za mwisho zinagawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza, kwa sisi watu wote, sisi raia tumeelekezwa sana na kutajiwa aya nyingi na hadithi nyingi suala la utulivu, suala la amani na neema yake.
Hili ni jambo muhimu la kulizingatia. Tufahamu kuwa hii jambo ni neema, na madai yetu ya haki hayalingani na neema hii. Haki ambazo ziwe za kweli zisiwe za kweli. Dunia sasa hivi imebadilika, mielekeo imekuwa mingi, mitazamo imekuwa mingi, mitandao imekuwa mingi, wasemaji wamekuwa wengi. Kuna mtu kwa sababu ya neema ya mtandao anaweza kukaa nyumbani kwake, ofisini kwake, akalizungumza jambo la kuharibu, akalizungumza jambo la kutaka kuonesha kwamba hiyo ni haki, kumbe si haki. Ni muhimu hasa kwa Waislamu kusikiliza maelekezo na miongozo ya dini yetu ya Kiislamu katika jambo hili. Mielekeo hii inavuruga. Hili nalo ni katika mambo muhimu kwa vijana wa Kiislamu. Hawa viongozi tulionao ni kama sisi, wana udhaifu kama tulionao sisi. Njia za kutatua sio kwa fujo na vurugu. Sawa ni kwenda kuwanasihi, sawa ni kusubiri. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyasema mambo, sasa twayaona. Alisema, baada yangu mimi kutakuja watu watakaokuwa wanajipendelea. Alituambia tufanye nini? Alituambia tusubiri, alituambia tutoe nasaha, tena sio hadharani na kushambulia na kutukana, mbele ya kiongozi. Ukipata fursa mueleze. Imam Muslim amepokea hadithi, Al-Hasan al-Basri anasema kwamba Aidh ibn Amr alikwenda kwa Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ni katika magavana wa Yazid ibn Muawiya, gavana aliyekuwa Iraki. Alikuwa ni mtu muovu, msusuavu, katili. Aidh ibn Amr ni sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akaingia kwake akamwambia, bunai, ewe kijana wangu, sababu yeye ni mtu mzima na kiongozi ni mdogo. Akamwambia kwa lugha ya upole, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, mimi nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, inna sharra ar-ri'a'i al-hutama, viongozi wabaya ni wakali, wasusuavu wa rai, wasiotaka rai. Fa iyyaka an takuna minhum, jihadhari wewe usiwe miongoni mwao. Yeye anajua kwamba yeye ni miongoni mwao, lakini hikma, utu uzima, busara, anayezungumza naye ni kiongozi, yuko mbele yake, anamnasihi hivyo. Ubaidillah bin Ziyad akamwambiaje? Akamwambia, kaa bwana, fa innaka min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wewe ni katika makombo ya maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watu wa mwisho waliobaki hawana maana. Ati sahaba wa Mtume anamwambia hivyo. Sahaba hakutaka kumshambulia, akaitukuza nafsi yake, akamwambia, je, katika maswahaba kuna makombo walikuja baada yao na sio miongoni mwao. Akaishia hapo, akafikisha nasaha. Ukipata fursa, hizi ndio njia nyingine yoyote mmeona haiwezi kusaidia. Kundi la pili ni familia. Familia ziko wapi? Vijana waliotoka kufanya vurugu na fujo ni vijana wadogo. Familia sasa hivi hazina miongozo kwa watu wao, haziwezi kuwakanya watu, kuwaelekeza. Familia zinakuja kulalamika baadaye. Zalalamika nini familia? Kwani watu walikwenda wapi? Kuswali msikitini au walikwenda makanisani au kwenye biashara zao? Familia zichukue nafasi katika kuzijenga jamii zetu. Mambo ya ovyo lazima tuyakataze katika ngazi za familia. Na kundi la mwisho, waandishi wa habari. Waandishi wa habari, mcheni Mola wenu. Ittaqullah, mcheni Mola wenu. Katika hali yoyote hatutakiwi sisi kuchochea na kutaka kuharibu. Hatutakiwi kuufumbia macho uovu kama wanavyofanya baadhi yenu. Sio sawa. Kwa hiyo wawe ni waandishi rasmi, wasiwe rasmi, maadamu watu wanaandika, wajichunge katika namna ya kutengeneza kuliko kuharibu. Wanataka kuonesha kama vile kulikuwa kuna maslahi na haki ya watu kutoka kufanya vurugu, na hawazungumzi kabisa suala la uvunjifu wa amani, suala la kuchoma, suala la kuharibu, suala la kudhuru. Haya ni katika mambo mabaya ambayo yametokea. Mcheni Mola wenu, na nyinyi wengine muwajibu kwa hoja.
wakiandika muwajibu, wakisema muambie kwamba hii si sawa. Hatuwezi watu wote kunyamaza.